Mimi jina langu ni Shaami Ali Ali, mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia nafasi 5 za Baraza la Wawakilishi, lakini pia kwa Zanzibar ni mwakilishi wa jimbo la Kojani. Lakini awali ya hapo sina budi kwanza kuweza kukishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuweza kuniamini, kuweza kunipa nafasi ya kuweza kuwa mwakilishi, lakini hatima yake leo nimeweza kuwa ni mbunge kupitia nafasi 5 za Baraza la Wawakilishi. Lakini cha pili, namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan na yeye pia kwa kuweza kuniamini na kuweza kusema kabisa kwa vijana kweli tunaweza, na naahidi kabisa kwa tunaenda kufanya mambo makubwa sana. Na pia la tatu, sina budi kuweza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na yeye pia kwa kipekee kuweza kuniamini, lakini pia kwa kipekee namshukuru pia Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar pamoja na wajumbe wote wa Baraza la Wawakilishi. Lakini pia kabla ya hapa ndo nilikuwa ni afisa wa chuo cha mafunzo magereza. Kwa kule Zanzibar ndo ni chuo cha mafunzo, lakini kwa Tanzania bara ndo tunaita kwa ni magereza. Lakini baada ya hapo ndo nikafanya maamuzi ya kuweza kuachia, nikaona bora niweze kuunga nguvu chama changu, Chama cha Mapinduzi. Ikanilazimu kuweza kuacha. Kwangu mimi niliona kabisa ni maamuzi ya busara kwa sababu chama kinatuhitaji vijana. Kwa hiyo kifupi, kwa kipekee nizidi kuweza kushukuru pia wananchi wangu wa jimbo la Kojani kwa kuweza kunipa imani kubwa sana. Sawa, unafahamu maisha ya chuo cha mafunzo jinsi yalivyo, na tayari umepata fursa ya kuwa katika jumba hili ambalo linahusika sana na masuala ya utungaji sheria, vitu kama hivyo. Pengine tunakwenda kusaidia kwa namna gani haswa askari na wale ambao wako katika chuo cha mafunzo wakiwa wanaendelea kutumikia wakati wao? Yani kifupi, kwa namaanisha kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, kwa sababu ninajua changamoto ambazo tunazokabiliana nazo kama askari pamoja na maafisa. Ni wazi mimi nitakuwa mstari wa mbele ili kuweza kuhakikisha kuwa ninayasemea yale yote ambayo yanahusu stahiki kuhusiana na askari, lakini pia zile fursa, kuweza kusemea zile fursa ambazo labda tunaweza tukazipata tukiwa kama ni maafisa pamoja na wapiganaji katika hivi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Lakini kwa kipekee kwa Zanzibar, kwa sababu ndo naingia pia Baraza la Wawakilishi Zanzibar, pia naingia na huku bungeni, nako pia nitakuwa mstari wa mbele kuweza kuhakikisha kuwa yale mambo yote pamoja na stahiki zote zinazowahusu askari, mimi nitakuwa mstari wa mbele kuweza kuhakikisha kuwa ninawasemea. Kiufupi, mimi kama hivyo ni kijana, lakini naamini kabisa kuwa tunaenda kuleta mabadiliko, kuweza kuhakikisha kuwa tunaelezea, lakini pia kuweza kuishauri serikali juu ya mambo mbalimbali, fursa zinazohusiana na vijana, na sisi tutakuwa mstari wa mbele kuweza kuhakikisha kuwa tunashauri serikali ili kuweza kuhakikisha kuwa yale mambo yanakuwa ni mazuri hususan kwa vijana, na kuweza kuhakikisha kuwa sisi vijana kama tulivyoaminiwa, lakini Mheshimiwa Rais azidi kuweza kutuamini. Na kiufupi, hatutomwangusha. Tunaamini kabisa sisi vijana tukipewa fursa tunaweza, na tutaleta maendeleo makubwa katika nchi yetu pamoja na chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Nilikuwa ni inspector, au tunaweza kusema kiraia nilikuwa na cheo cha nyota 2. Lakini hata hivyo nimeshawahi kuwa mkaguzi mkuu wa hesabu wa vikosi vya SMZ, yani Chief Internal Auditor. Nimedumu pale kwa muda takriban kama muda miaka 7. Lakini hata hivyo mpaka ninaacha kazi nilikuwa ni mhasibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kwa hiyo pale pia nilikuwa ni mhasibu mkuu wa wizara.